of God, Makambako Christian Revival Center. Risala kwa mchungaji kiongozi Patrick Simon Mwago. Tarehe 5 Oktoba mwaka 2025. Mpendwa mchungaji wetu kiongozi msaidizi, mchungaji wa vijana, wazee wa kanisa, mashemasi wa mitaa, viongozi wa idara mbalimbali zilizopo hapa kanisani, pamoja na washirika wote kwa ujumla, tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ifuatayo ni risala fupi kwa mchungaji wetu kiongozi msaidizi Patrick Simon Mwago. Utangulizi. Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali hata kufikia siku hii ya leo ambayo ni kilele cha maadhimisho ya sikukuu yetu wajumbe wa Kristo CF. Shukrani zetu za dhati pia tunazitoa kwa mchungaji wetu kiongozi kwa mafundisho mbalimbali unayotupatia, yamekuwa ni chanzo chetu cha kukua katika maarifa ya mapenzi ya Mungu, hekima na ufahamu wa rohoni. Hatimaye tumezidi kustawi katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili pia. Nitaenda kusoma historia fupi ya idara. Idara hii ya wajumbe wa Kristo ilianza rasmi mnamo mwaka 1965 ikijulikana kama kwa jina la idara ya vijana, ingawa ilipofika mwaka wa 1973 idara hii ilibadilishwa jina na kupewa jina jipya ambalo ni Christ Ambassadors, kwa kifupi CF, na kwa Kiswahili ni wajumbe au mabalozi wa Kristo. Idara hii imekuwa ikifanya mambo mbalimbali, lakini yaliyo ya msingi na ndiyo makusudi ya kuanzishwa kwa idara hii ni kama ifuatavyo: 1. Kujifunza neno; 2. Kuabudu; 3. Kushuhudia; 4. Kutumika; 5. Ushirika; 6. Kujifunza uongozi; na 7. Kutekeleza mpango mkakati. Maendeleo ya idara. Mpendwa mchungaji wetu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, kwani ameendelea kutushindia na ametuwezesha kuendelea vizuri kwa sababu zifuatazo. 1. Tumefanikiwa kuboresha vipindi vyetu, kwani tumekuwa na mafundisho au masomo mbalimbali ya kiroho na hata maisha ya kawaida. Vipindi hivyo vimekuwa vya baraka kwetu kiasi cha kutufanya kuvipiga vita vizuri vya imani na kupiga hatua sio tu ya kiroho bali pia na hata ya kimwili. 2. Tumefanikiwa kuendeleza ujenzi wa kanisa la Malongwe, ambapo mpaka sasa tumefanikiwa kupaua, kujenga choo, kuweka masinki na kufunga milango. Shukrani. Mpendwa mchungaji wetu kiongozi, pokea pongezi na shukrani zetu za dhati kutoka katika idara hii ya vijana kwa namna ambavyo umejitoa kutulea na kusimamia maono mbalimbali ya kanisa la mahali pamoja. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Pia tunashukuru kwa kutupatia mchungaji wa vijana ambaye amefanyika msaada mkubwa kwetu na mlezi mzuri kwetu sisi kama vijana. Hitimisho. Mwisho, uongozi wa idara hii ya vijana kwa niaba ya vijana wote waliopo hapa kanisani unaunga mkono maono na jitihada zote uzifanyazo kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa kanisani na sehemu nyingine. Sisi vijana tupo pamoja na wewe katika utumishi huu, na kama ishara ya kulitambua hilo, tunaomba upokee zawadi yetu ya upendo. Asante. Imeandaliwa na viongozi wa vijana kwa niaba ya vijana wote hapa kanisani. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu nazo nchi. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu nazo nchi. Asiuache mguu wangu usogezwe, asinzia nilindae. Asiuache mguu wangu usogezwe, asinzia nilindae. Tainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Tainua
kusababisha ibilisi au shetani kupata nafasi kwa mwamini. Mambo yanaweza kusababisha ibilisi kupata nafasi kwa mwamini au kupata nafasi kwa mtu aliyeokoka. Ni kitu cha mtu aliyeokoka, kwa maana mtu anayeokoka anazungumzia sana kwa sababu tayari anamilikiwa na ibilisi. Kwa hiyo tunazungumzia kwa mtu aliyeokoka. Kuna mambo ambayo yanaweza kusababisha kwa mtu aliyeokoka asipoyazingatia, ibilisi atapata nafasi kwake. Kwanza kabisa, mtu anapotoka kwa mara ya kwanza, Yesu anaingia ndani ya mtu huyo, kama tunavyoona kwenye Ufunuo 3:20 kwamba tazama akisimama langoni nabisha, mtu akisikia sauti yake na kufungua mlango nitaingia kwake, nami nitakuwa pamoja naye na yeye pamoja naye. Kwa hiyo Yesu, mtu anapotoka kwa mara ya kwanza, Yesu anaingia ndani ya mtu huyo aliyepokea Yesu, na anapoingia haingii hivi, anaingia na mamlaka zake zote ndani ya mtu huyo. Na tukicheki baadhi ya mamlaka za Yesu kulingana na kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Yesu anapotabiriwa na kwamba yeye ni mshauri wa ajabu. Kwa hiyo mtu anapotoka kwa mara ya kwanza, ndani yake anakuwa anaingiwa na mshauri wa ajabu. Na maana tunaona mtu alikuwa ni mwizi, lakini baada ya kuokoka anaachana na mwizi. Ni kwa nini? Kwa sababu mshauri wa ajabu anaingia ndani yake. Jamani, amina. Mtu alikuwa ni mzinzi, lakini baada ya kupokea Yesu anaachana na uzinzi, anaachana na ulevi. Ni kwa nini anaachana? Kwa sababu tu mshauri wa ajabu anaingia ndani yake. Lakini pia Isaya 9:6 inamsema Yesu kama yeye ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo mtu anapopokea Yesu, maana yake pia Yesu anaingia pamoja na nguvu zake. Na maana mtu mwingine alikuwa anaonewa na nguvu za giza, lakini baada ya kupokea Yesu, nguvu za giza zinakuwa ziwezi tena. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenye nguvu amekuwa ameingia ndani yake. Jamani, amina. Lakini pia anasema kwamba yeye ni Baba wa milele. Baba wa milele. Kama tunavyojua wajibu kimwili, wajibu wa baba mzazi kwa watoto wake ni kutoa huduma kwa watoto wake. Hata pia kwa Mungu ndivyo hivyo. Mtu anapopokea Yesu, maana yake anakuwa amepokea Baba wa milele, Baba ambaye hafi, Baba wa milele maisha yake yote. Kwa hiyo anakuwa mahitaji yake anapata kwa huyo Baba aliyempokea. Jamani, amina. Lakini pia ili Yesu aendelee kukaa ndani ya mtu huyo pamoja na mamlaka zake zote, pamoja na hivyo vyake vyote, sharti tu ni moja, mtu huyo ni lazima akubali kuishi kulingana na taratibu au kanuni za Mungu ambazo ameziweka. Jamani, amina. Unapotokea mtu huyo ameshindwa kuishi kulingana na kanuni za Mungu alizoziweka, Yesu aliingia ndani yake, huwa anatoka, anakaa pembeni. Kwa maana hiyo sasa, Yesu akitoka kwa mtu aliyeokoka, tunasema kwamba ibilisi anapata nafasi. Maana kama Yesu anaondoka, maana yake tutegemee kwamba ibilisi anaingia. Kwa hiyo sasa kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kusababisha kwa mwamini au kwa mtu aliyeokoka ibilisi kwake akapata nafasi. Jamani, amina. Tukianza kabisa leo kupoteza muda na jambo la kwanza ambao linaweza kusababisha ibilisi apate nafasi kwa mwamini ni jambo la kwanza ni kukosa maarifa ya Mungu. Kukosa maarifa ya Mungu ni jambo la kwanza ambalo linaweza kupelekea mwamini akikosa maarifa ya Mungu, ibilisi anaweza kupata nafasi. Maarifa yakipungua, maarifa yasiyokuwepo kwa mtu aliyeokoka, ni rahisi sana adui kupata nafasi. Kwa nini? Tunajua kabisa mtu asipokuwa na maarifa ya Mungu, asipokuwa na huo ufahamu wa Mungu, basi tutarajia kabisa kwamba hata imani yake inakuwa ndogo au inakuwa haipo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 3 mwanzoni kabisa pale kwamba sisi kwa imani tufahamu. Maana yake kwa imani ndipo tunafahamu. Maana yake pasipo kufahamu imani haipo. Jamani, amina. Sisi mambo ya Mungu tunafahamu pasipo imani. Imani isipokuwepo, maana yake hata maarifa ya Mungu
yanakuwa hayapo. Ndio maana sisi tuna uwezo wa kukimbia dhambi kwa sababu ya imani tulionayo ambayo inatuongezea maarifa ya kukimbia uovu. Mtu ambaye hajaokoka hawezi kuepukana na uovu kwa sababu tu kwanza hana imani. Na kama hana imani maana roho moja anakuwa hana ufahamu. Kwa imani tufahamu. Maana palipo imani kuna ufahamu. Pasipo ufahamu hapana imani. Imani amina. Imani amina. Maana imani na ufahamu unapatikana katika kumcha Mungu, kama tunavyoambiwa kwamba kumcha Mungu ndio hekima, lakini pia na kutenda na uovu ndio ufahamu. Ayubu 28 mstari wa 28. Kumcha Mungu ndio hekima, lakini pia kutenda na uovu ndio ufahamu. Na huo ufahamu unapatikana katika maarifa ya kimungu. Ufahamu unapatikana katika maarifa ya kimungu. Maana sasa na ili uweze kuyapata maarifa ya kimungu, shaiti ni kwamba lazima uyaubali, lazima upende mafundisho ya Mungu. Kama tunavyoambiwa katika kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza kipengele cha kwanza, kwamba kila anayependa mafundisho hupenda maarifa. Kumbe mtu anayependa mafundisho ya Mungu moja kwa moja anapenda maarifa. Ukikataa mafundisho ya Mungu moja kwa moja unakataa maarifa. Na ukikataa maarifa maana pia hata imani yako ni ndogo. Na tunajua kwamba Mungu hatendi kazi kwenye imani hapa. Imani ya amina. Lakini pia na mafundisho ya Mungu tunayapata, maarifa ya Mungu tunayapata katika mafundisho kupitia njia mbalimbali. Njia ya kwanza tunaweza kupata maarifa ya Mungu kupitia ibada. Kupitia ibada. Mtu anayetaka mafundisho, mtu anayetaka maarifa ni lazima kwanza apende ibada. Jamani amina. Sababu ibada ni maagizo ya Mungu, lakini tunapokuja kumwabudu Mungu, tunamsifu Mungu, tunamtukuza yeye, lakini pia ndani ya ibada kuna kutolea sadaka. Jamani amina. Ndio maana Mungu anasema hapana mtu ategemee imani wangu mikono tu. Tunapokuja nyumbani mwa Bwana, tunamsifu, tunamwabudu, lakini pia tunamtolea na sadaka. Na tunaona kabisa tukisoma habari za Sulemani, miongoni mwa hekima na ufalme wa Sulemani ilikuwa ni pamoja na utoaji wa sadaka. Tunaposoma kwa Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 6 na kuendelea. Sulemani alikuwa na Daudi na kutoa sadaka nzuri mbele za Bwana. Kuna Mungu alipotokea usiku na kwanza kumsemesha kwamba aombe lolote litakalo. Ndipo tunaona Sulemani maombi yake aliyoomba, mwisho wa siku akapewa hata vile ambavyo alikuomba. Kumbe Sulemani anatufundisha kwamba alipata hekima na ufahamu ni kwa sababu tu ya utoaji wa sadaka, na sadaka ambayo inakubali mbele za Mungu. Jamani amina. Na Mungu pia kama tunajua kwamba Mungu ni Mungu mwenye wingi. Mungu anapenda sadaka ambayo ni nzuri. Jamani amina. Na miezi kama 2-3 ilikuwa siku ya Jumamosi, kama nimesema ilikuwa siku ya Jumamosi, miezi kama 2-3 ilipita, ilikuwa siku ya Jumamosi nimeandaa sadaka, ilikuwa ni sadaka nimeandaa sadaka ya wanafunzi wa maandiko, lakini pia sadaka ya ujenzi, sadaka ya asubuhi. Nikawaza na hela ilikuwa ni kidogo kwa nilikuwa nayo. Basi nikawaza kwa kuzama kwamba hapa cha kufanya ni nikachomoa sadaka baada ya sadaka nikazipunguze. Kwa hiyo ndio sadaka zile ambazo nilikuwa nimeandaa baada ya sadaka mbili nikazipunguza. Nikakata nusu nikafanya jambo langu. Lakini pia Mungu anatupenda sana. Anasema kwamba anatuwazia neema, ni kweli jamani, Mungu anatuwazia neema. Usiku kabisa. Usiku Mungu akamtumia mtu akaikataa kutoa maelekezo sadaka niliyopunguza niirudishe. Sadaka uliyopunguza urudishe, kwa jambo ulifanya sio jambo jema. Sadaka uliyopunguza mimi siikubali. Ukitaka nikubali, sadaka urudishe na ikiwezekana uongeze kabisa. Amina. Jamani Mungu anatupenda jamani. Na kwa kabisa hii sadaka nikairudishia kama ilivyokuwa, na ndipo pale nikagundua kwamba Mungu sisi anatupenda sana. Na kwa hiyo kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu. Pia ni kwamba Mungu anapenda vitu vizuri. Jamani amina. Kwa hiyo kumbe sasa kupitia ibada tunaweza kupata maarifa. Kwa hiyo mtu anayekataa ibada, anayekimbia ibada manake anayakataa maarifa. Na mtu ambaye anapenda ibada manake anapenda maarifa. Na maarifa yanapoongezeka pia na imani inaongezeka. Jamani amina. Lakini pia maarifa tunayapata
kupitia mafundisho katika maombi. Jamani, kwa maombi pia tunapata maarifa mengi sana. Ziko faida nyingi sana za maombi, lakini naomba niseme moja tu kulingana na muda, kwamba maombi yanaongeza imani, lakini pia maombi yananoa imani na kuongeza ujasiri. Sio moja ya maombi ni kwamba maombi yananoa imani, lakini pia maombi yanaongeza ujasiri. Tunaona kwamba yule Amani aliyepanga kuwaua Wayahudi wote, lakini pia Mordekai baada ya kupeleka taarifa kwa Esta, na Esta sasa kusema sasa kuwaje nitawaje na mfalme, siwezi kwenda kwa mfalme ikiwa sijapewa taarifa. Maana utaratibu kwa ni kwamba kwenda kwa mfalme ni lazima kwanza upewe wito, upewe maelekezo, lakini huwezi kwenda kwa mfalme pasipo kupewa maelekezo. Na Mordekai alipoendelea kuzungumza na Esta kwamba hata ikishinda wewe kufanya hivyo, lakini pia Mungu anaweza kufanya msaada na ukombozi kwa njia nyingine. Usije kazania wewe kwamba wewe utapona. Na baada ya Esta kuna hivyo kwamba mbinu inafanyika kwa ajili ya kuwaua Wayahudi wote, ndipo walipoagiza Wayahudi wote. Tutasoma Ufunuo 22 mstari wa kwanza hadi wa 12. Hapa hatutasoma kwa sababu ya muda. Sababu ya tatu, kuokoka ni mara moja. Jamani, kuokoka ni mara moja, kama maneno ya Mungu yanavyosema katika ile Yuda 1 ule mstari wa 3. Naomba aliyepata asome Yuda 1 mstari wa 3. Yuda 1 mstari wa 3. Tusome Yuda 1 na mstari wa 3. Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari za wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Amina. Tunaona mstari wetu unatukumbusha kwamba wokovu tumekabidhiwa mara moja. Watu wengine niliona wao wokovu mara nyingi wanasema wao mtu akitenda dhambi anabatizwa tena. Yaani wewe umetenda dhambi, ukitenda tu dhambi wanakupeleka tena kubatizwa. Lakini kwa imani hii sisi wokovu wetu ni mara moja tu. Ndio maana tunautunza wokovu kwa sababu ni mara moja. Wokovu wetu ni mara moja. Sababu ya 4, tunautunza wokovu kwa sababu shetani yupo anatutafuta. Tunautunza wokovu ili shetani asije akapata nafasi kutuharibia wokovu wetu. Amina. Hapa tutasoma waraka wa kwanza wa Petro 5:7 hadi 8. Waraka wa kwanza wa Petro 5:7 hadi 8. Tutasoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 7 na ule wa 8. Biblia inasema, huku mkimpika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Amina. Shetani yupo anamtafuta mtu aliyeokoka, aliyesimama na Mungu ili ammeze. Hivyo tunatakiwa tutunze wokovu ili shetani asipate nafasi. Sababu nyingine, tunatunza wokovu kwa sababu Yesu anarudi kulichukua kanisa lake. Mimi na wewe, kama Yesu anarudi kulichukua kanisa lake, je, atatukuta tumejiandaaje? Tumejiandaa kwenda mbinguni. Jamani, tujiandae twende mbinguni wote. Amina.
Amina. Hizi ndo sababu za kuutunza wokovu. Nimeandika hapa mambo ya kuzingatia ili kuutunza wokovu. Ili kuutunza wokovu, kwanza kabisa kuishi maisha matakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 15, ambayo hapa andiko linasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Sababu ya pili, kujali mambo ya Mungu. Ili Mkristo au mwamini uweze kuutunza wokovu, inatakiwa kujali mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ni kama ibada. 25 anasema wala tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine. Ukisoma ile Yohana 4:24, naomba anisomee Yohana 4:24. Kujali mambo ya Mungu, inatakiwa tujali ibada. Amina. Kitabu cha Yohana sura ya 4 na mstari wa 24. Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Mungu wetu anatuagiza tumwabudu yeye katika roho na kweli. Watu ni kweli tunamfanyia Mungu ibada. Je, kabla hujaja ibadani huwa unaiombea hiyo ibada kwamba Mungu akutane na wewe? Wengine wanakuja tu ibadani kama mazoea. Mungu wetu yeye amesema tumwabudu katika roho na kweli. Amina. Kabla hujaja kanisani, ombea ibada. Ombea wanaosimama mbele yako. Ili Mungu akuhurumie. Usije tu ibadani lakini zaidi ni kwa ibada. Ombea ibada. Mambo ya Mungu ni kuhusu ambayo nasema neno la Kristo na ikae kwa wingi wenyewe. Jambo lingine la Mungu hapa ni kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi, tunaona kabisa maandiko mengi kabisa yanasisitiza kwa habari ya maombi. Ukisoma ile utaona Yesu aliambia wanafunzi waombe. Amina. Ukisoma ile hayo mengine Sasa ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Amina. Mungu anasema tuombe. Tumuombe yeye. Tukimwomba, amina kanisa. Amina. Jambo lingine mambo ya kuzingatia ili kuutunza wokovu ni kutulia. Amina wanasiezi. Amina akina baba. Amina akina mama. Jamani, msirudi nyuma. Kumbuka Mungu alikokutoa. Mungu amekutoa wapi? Hata hapo ulipo. Ulipo hapo ni neema yake. Ulipo hapo ni kwa sababu yeye alikupenda. Jamani, nisemaje? Jamani, mimi sio mwalimu, mimi mhubiri. Jamani, nashindwa kusema eti jamani. Tukumbuke Mungu alikotutoa. Mungu amekutoa wapi kijana? Mungu amekutoa wapi mama? Mungu amekutoa wapi baba?
Jamani, tumtumikie Mungu, tutumike kwa Mungu, tumtumikie, maana tupo katika dunia hii tunapita. Kama somo lile la mchungaji msaidizi anasema sisi tunasafiri, wenyeji wetu ni mbinguni, sisi ni wa mbinguni jamani. Amina kanisa, tufanye yale mambo ambayo mbinguni tutaenda kulipwa. Amina, tusiangalie utumishi wetu, tutambue tunatumika kwa Mungu. Kabla ya kwanza kumtumikia Mungu, jihoji, jitafakari, Mungu amekutoa wapi? Wengine hapa hata mashati walikuwa hawana, unavua shati moja, suruali moja, lakini unapoambiwa kwa habari ya kumtumikia Mungu unapuuza. Jamani, kila mmoja anapenda muda unapofika wa kumtumikia Mungu awe anarudi alikotoka. Ukiwa unatafakari ulikotoka, ukiambiwa kwa habari ya kumtumikia Mungu, hautakuwa na sababu ya kuacha kutumika. Amina kanisa, amina sana. Jamani, mimi ujumbe wangu unaishia hapa. Kama kichwa cha ujumbe kinavyosema, wokovu ni wa thamani. Mungu awabariki, muutunze huu wokovu. Amina. Naam, Bwana Yesu apewe sifa sana. Leo ikiwa ni kilele cha sikukuu ya CS Taifa hapa katika kanisa la TAG Makambako mjini, vijana wamefanikiwa kuweza kuhitimisha sikukuu hii ya vijana kwa kishindo na kwa viwango vikubwa sana. Lakini kwa wakati nataka nitafute na nizungumze na wana-CS wachache ili tuweze kusikia maoni kutoka kwao juu ya sikukuu ya idara ya CS. Ni kwa kongo gani imefanyika na kwa namna gani wao wameweza kujifunza na kitu gani cha kipekee zaidi anaweza kutushirikisha sisi wengine kwa kile ambacho amejifunza. Twende ungana pamoja nami kwa ajili ya kufanya interview. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Kwa majina unaitwa nani? Henry Kimangula. Leo ulikuwa ni sikukuu ya idara ya vijana CS Taifa. Wewe umejifunza nini katika sikukuu hii? Yapo mengi ambayo nimejifunza.
Kwanza nikianza kutoka kwa nasaha za mchungaji, tumejifunza kwamba pamoja na kwamba tunasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, lakini hayo makuu hayawezi kufanyika kama hatutakuwa watu wa kuthubutu na kudiriki. Ndio. Una neno gani pia kwa kijana mwingine ambaye amekosa labda kuhudhuria sikukuu hii? Nachoweza kumshauri kwa wakati mwingine aweze kujumuika na sisi, lakini anaweza akafuatilia kwenye mitandao ya kijamii ili aweze kujua nini kilifanyika kwenye ibada ya siku ya leo. Asante, Mungu akubariki. Endelea kuungana pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Naitwa Eliza. Umejisikiaje leo kwenye sikukuu ya vijana? Nasikia vizuri. Umejisikia vizuri? Wewe umejifunza kitu gani kwa kipekee siku ya leo? Sijaishika. Ila tu umejifunza vitu vizuri. Asante dada. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Adventina. Wewe umejifunza nini kwenye sikukuu ya vijana hapa TAG Makambako mjini? Nimejifunza kuhusu utii. Safi sana. Tunaendelea, ungana pamoja nami. Bado kuna vijana wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama unavyoona mtazamaji, huyu ndio mwenyekiti wa sherehe hapa TAG Makambako mjini. Naamini nayo mengi sana ya kuweza kutushirikisha. Naam. Kwanza unaitwa nani? Naitwa Doto Mahenge au Mrs. Luka Gaspar. Hii Mahenge ya Songea au Mahenge Ubini? Mahenge ya Makete. Mahenge ya Makete. Wow, jamani huyu ni mkinga aliokoka. Wakinga wanaokoka na kadhaa tu wakinga wanaokoka, afu ni mwana Siezi, afu ni mwenyekiti wa sherehe. Naam, unazungumzaje sherehe ya Siezi siku hii ya leo? Tunamshukuru Mungu, tumemwona Mungu tangu ile ibada ya asubuhi. Tumemwona Mungu akiwa pamoja na sisi. Ndio, na kitu gani cha kipekee sana unadhani wewe umejifunza, lakini unadhani na kanisa limepokea kitu cha kipekee sana kutoka kwa ibada hii ya maadhimisho? Ninaamini kupitia ibada ya siku ya leo, tunaamini kama tulivyopewa na saa zile kutoka kwa mchungaji wetu katika kile kitabu cha Zaburi 60 ule mstari wa 12, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mchungaji wetu kupitia nasaa ametufundisha kwa habari ya kuthubutu. Tunaamini kupitia nasaa hizi za mchungaji, kupitia kuthubutu, kanisa zima tumepokea kitu. Maana hatuwezi kutenda makuu pasipo kuchukua maamuzi, pasipo si wenyewe kuwa tayari kudhamiria. Kwa hiyo naamini kupitia mstari huu kanisa kuna kitu limepokea. Mungu akubariki sana. Na wakinga wanaokoka, huyu ni mkinga aliyeokoka na mjua Yesu. Barikiwa sana. Bado na watafuta vijana wengine. Naam, huyu namuita ili jina naruhusiwa kumuita mimi peke yangu. Mimi peke yangu naruhusiwa kumuita, namuita askofu. Lakini yeye atajitambulisha ambalo utatakiwa wewe kumuita. Unaitwa nani ndugu yangu? Kwa majina anaitwa Isaya Mshani. Isaya Mshani. Naam, unazungumziaje tukio la sikukuu leo ambao linaendelea na bado linaendelea hapa TAG Makambako mjini? Sawa. Kwanza tunamshukuru Mungu mpaka kufika hivi leo. Kama kawaida ile shughuli ilianza Jumatatu, maadhimisho kilele ni leo Jumapili tarehe 5 ya mwezi wa 10. Tumemwona Bwana akitutendea mambo makubwa na tunatumaini tazidi kumuona kwa sababu bado tuna ibada ya jioni. Na hiyo tunamtumaini Mungu atenda makubwa. Tunamshukuru Mungu kwa yote aliyofanya. Na sikukuu bado inaendelea. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu na kweli tumetenda makuu. Pia unazungumzaje pia kwa idara ya Siezi? Sasa neno lako kwa idara ya Siezi taifa, una neno gani kwa vijana wengine sio wa Makambako lakini wa maeneo tofauti? Vijana wote wa Tanzania Assemblies of God Tanzania yote, leo tarehe 5 ya mwezi wa 10 2025 kama sikukuu yetu, neno langu ni kwamba vijana tuzidi kumshika Mungu, tuzidi kuishindania imani katika sikukuu hii. Ni kama uamsho. Unaona, kama kauli yetu inavyosema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, na tunaamini Mungu anatupa msaada, maana Yesu ndiye aliyetufia. Alishinda alipojaribiwa na yeye ndiye atakayetushindia. Kwa hiyo tunaamini kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, tuzidi kumshika Mungu, tuzidi kufanya kazi ya Mungu. Vijana wote. Amen. Asante mtumishi. Ngoja tukampate mtu wa mwisho tumsikie anazungumziaje tukio hili la siku. Hapa ndio wana Siezi, na kama unavyoona hao ni wana Siezi na tumewavamia. Na Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Naomi Mesha Kulendo, ni mwanasiasa katika kanisa la Tanzania Assemblies Makambako mjini. Naam, unazungumziaje sikukuu ya vijana hapa Makambako mjini jinsi ilivyofanyika? Kwa kweli sikukuu tumemwona Bwana, watu mbalimbali Mungu anaowatumia. Vijana wameonyesha vipawa vyao kwamba vijana wana uwezo wa kuhubiri, wana uwezo wa kusifu. Sikukuu ni nzuri kiujumla. Lakini pia una neno lipi kwa vijana wa Tanzania Assemblies of God nchi nzima ukiondoa TAG Makambako mjini? Neno langu ni kwamba vijana tusiache kumtumikia Bwana akati bado tuna nguvu. Tusubiri tuzeeke ndo tuanze kumtumikia Mungu, bali tuanze kumtumikia Mungu tukiwa bado damu zinachemka. Safi kabisa. Amina. Mungu akubariki. Amina. Asante. Hii ni moja au baadhi ya maneno kutoka kwa vijana wakizungumzia tukio zima la sikukuu ya vijana. Naomba nimpate mtu wa mwisho, nimtafute mtu wa mwisho. Yesu asifiwe. Ndio vijana wetu. Hawa ni vijana wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Monica. Na unaitwa nani? Laeli. Ndio unaitwa nani? Jennifer. Unavyoona wamechangamka. Siku ya vijana imechangamka kweli kweli. Waswahili wanasema hakika sikukuu imefaana. Ona walivyopendeza. Yeye wamependeza kweli kweli. Hili gauni sio chini ya shilingi 30,000. Wamependeza kweli kweli. Naam, nataka tusikie neno moja kutoka kwa unazungumziaje juu ya sikukuu ambayo imefanyika hapa TAG Makambako mjini? Tupe neno moja. Kumeanza kuchangamka lakini yote ni ishara ya furaha. Unaweza kutupa neno gani juu ya sikukuu ambayo imefanyika siku ya leo? Imependeza, ipo vizuri, tumefurahi hivyo. Yaani imefurahi. Tumefurahi na imependeza. Unazungumziaje tena kwa kijana ambaye labda amekosa kuwajibika kwa sikukuu hii, kwa kipindi kingine afanyaje? Aje tujumuike kwa pamoja. Amina. Asante sana. Haya ni maelezo mazuri kutoka kwa vijana wakielezea juu ya sikukuu ya siezi ilivyokuwa ikifanyika na ilivyokuwa ikitendeka katika kanisa la TAG Makambako mjini. Mimi ninayezungumza ni MC Malekela. Nyuma ya kamera anaitwa Yusufu George Mtanga ambaye anaturushia vizuri kabisa haya matangazo yetu. Endelea kufuatilia Mtanga TV na Malekela TV kwa ajili ya kupata uhakika wa habari moto moto zinazojiri kila siku za ukweli na uhakika. Amen.